Marehemu baba wa taifa alikuwa na maono gani? Katika ujenzi wa taifa alikuwa na dhamira gani? Marehemu baba wa taifa alikuwa na dhamira ya kujenga taifa huru lenye heshima na kuheshimika, linalojitegemea na lililo shirikishi na jumuishi. Taifa ambalo kila mwananchi atatoa mchango wake katika kulijenga taifa hili na atapata stahili yake. Huo ndio ulikuwa mtazamo wake. Anakufa alisema angependa kuiacha Tanzania yenye umoja, yenye amani. Kwa hiyo msisitizo ule wa umoja, amani na mshikamano na sisi tunapenda kuusisitiza, hasa kipindi hiki ambapo tunafanya maadhimisho ya kumbukumbu ya kifo chake. Na mwaka huu kama mnavyofahamu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo swala la amani ni swala muhimu na swala nyeti sana wakati huu nchi inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa kidemokrasia. Kwa hiyo wananchi wote wa Tanzania, wa Kinondoni, wa Dar es Salaam, sisi wote tunahitaji kuwa na amani, tunahitaji kudumisha amani, tunahitaji kudumisha mshikamano, kwa sababu wote sisi ni Watanzania. Baba yetu na mama yetu ni Watanzania. Kwa hiyo tukiharibu nchi yetu, maana yake tunaharibu mahali ambapo ni sehemu yetu sahihi ya kuishi. Na nitoe wito kwa watu wote waliojiandikisha uchaguzi, twendeni tukashiriki uchaguzi. Sisi tuko vyama 18 vinashiriki uchaguzi, na kimsingi wananchi wanayo haki ya kuchagua mgombea wanayemtaka katika vyama 18. Viko vyama vimesimamisha wagombea wa udiwani na ubunge tu, lakini viko vyama vimesimamisha rais, udiwani na wabunge. Mamia nalikemea sana rushwa kwa vitendo. Alichukua hatua kwa wala rushwa, alifanya mabadiliko hata katika vyombo vyetu vya usalama pale ilipoonekana kwamba rushwa imekithiri. Lakini sasa hivi mifumo yetu ndani ya vyama vya siasa inaonyesha ni kama vile inaendelea kuhalalisha rushwa katika nyakati, katika staili mbalimbali. Katika usanii wangu niliandika kitabu 1 hadi 2 ambapo nimekemea hiyo hali. Nimejaribu mule kuonyesha kwamba mfumo wa rushwa ambao sio rasmi sasa hivi inaelekea kurasimishwa